Yanga inakuwa ndo timu bora duniani, South Africa duniani, mbele ya PSG. Sasa timu bora duniani wanasema PSG kwa sababu ana vikombe 4. Wao wenzake na vikombe 2, mwingine na kimo. Lakini ukisema duniani timu zenye mafanikio ni 2. Yanga na vikombe 3, PSG na vikombe 4. Lakini tukimaliza msimu Yanga itakuwa timu bora duniani kwa sababu itakuwa na vikombe 5. Yaani leo kitafuta shabiki wa Simba wanakuambia sisi tuko nafasi ya pili ligi kuu. Yaani hawaamini kushika nafasi ya kwanza ndio ubora. Wewe unaamini nafasi ya pili ndio ubora. Ukimtafuta mshabiki wa Simba leo mtaani atakwambia sisi nafasi ya pili shirikisho. Yaani wanaamini nafasi ya pili kwao ndio bora. Ukimtafuta mshabiki wa Simba leo mtaani anaamini kushika nafasi ya 3 kwenye mashindano ya ngao ya jamii kwao ndio bora. Ukimtafuta mshabiki wa Simba mtaani wanaamini kuishia nusu finali ya DB Federation kwao ndio mafanikio bora. Hao hawezi kuwa timu kubwa giant duniani au giant wetu giant. Giant ameumbwa kwa kusanya makombe. Ndio maana Yanga kombe lolote ambao wanashiriki hiyo inakuwa ni mali yake. Tuko hapa Makumbusho, tumekuja kuzungumza na mwalimu Yanga, shabiki kindakindaki wa Yanga Afrika. Atuambie, tunajua kwamba hawa hivi sasa wameweza kuchukua tuzo ya timu bora kwa mwaka 2024. Yeye ataweza kutoa tathmini yake. Hiyo tuzo ameipokeaje, lakini pia atatuambia weekend yake kwa sababu tunajua kwamba weekend ilikuwa na mambo mengi. Watani zake wa jadi mnyama Simba ameweza kuondosha katika mashindano ya CRDB Federation Cup. Jina langu ni Maunga Junior na hii ni Dost Media. Kikubwa ni kusubscribe tu. Ngoja sasa tukazungumze na mwalimu Yanga. Baba wana Yanga mnavimba sasa hivi. Sasa hivi tunatamba. Siri ya kutamba nini? Siri ya kutamba jambo kubwa. Serikali ya Dr. Mama Samia Suluhu Hassan wameamua kuambia dunia katika vilabu vyote Tanzania, kwenye riadha, kwenye basket, kwenye netball, kwenye football, kwenye handball, michezo yote siku ni ngumi kwenye nini? Klabu bora ya michezo ni klabu ya Yanga. Jana tumepewa tuzo BMT pale Superdome Masaki. Kwa maana yake kiashiria kuwa Yanga ni timu bora kuliko timu zote zinazopatikana katika uso wa dunia wa Tanzania. Kama hivyo maana yake serikali wamethibitisha hivyo. Je, nani mwingine atathibitisha? Atathibitisha sisi wengine mashabiki. Yanga timu bora. Ndio timu pekee ambayo duniani South Africa duniani inafuatia kwa makombe ndani ya msimu. Ukiacha PSG wana vikombe 4, Yanga sasa hivi ana vikombe 3. Wakichukua viwili maana yake anaenda kuvunja na kukanyaga rekodi ya PSG kuwa na vikombe 4. Ndio PSG ana vikombe 4. Uongo kweli? Yanga ana vikombe 3. Uongo kweli? Tumebakisha vikombe moja, tuko finali, moja tunaongoza ligi. Tukichukua kwa ujumla Yanga inakuwa ndo timu bora duniani, South Africa duniani, mbele ya PSG. Sasa timu bora duniani wanasema PSG kwa sababu ana vikombe 4. Wao wenzake na vikombe 2, mwingine na kimo. Lakini ukisema duniani timu zenye mafanikio ni 2. Yanga na vikombe 3, PSG na vikombe 4. Lakini tukimaliza msimu Yanga itakuwa timu bora duniani kwa sababu itakuwa na vikombe 5. Sasa ukiacha serikali kuthibitisha Yanga ni timu bora kwa timu vyote na vilabu vyote vinapatikana Tanzania, lakini duniani watatuthibitisha wenye mpira wao FIFA kwa Yanga ndio timu bora ya msimu duniani kwa sababu wamechukua vikombe 5. Ndio tofauti ya sisi na wao. Sasa wao wanajivunia kuishia nafasi ya pili. Yaani leo kitafuta shabiki wa Simba wanakuambia sisi tuko nafasi ya pili ligi kuu. Yaani hawaamini kushika nafasi ya kwanza ndio ubora. Wewe unaamini nafasi ya pili ndio ubora. Ukimtafuta mshabiki wa Simba leo mtaani atakwambia sisi nafasi ya pili shirikisho. Yaani wanaamini nafasi ya pili kwao ndio bora. Ukimtafuta mshabiki wa Simba leo mtaani anaamini kushika nafasi ya 3 kwenye mashindano ya ngao ya jamii kwao ndio bora. Ukimtafuta mshabiki wa Simba mtaani wanaamini kuishia nusu finali ya DB Federation kwao ndio mafanikio bora. Hao hawezi kuwa timu kubwa giant duniani au giant wetu giant. Giant ameumbwa kwa kusanya makombe. Ndio maana Yanga kombe lolote ambao wanashiriki
hiyo inakuwa ni mali yake. Akikosa inakuwa ni bahati mbaya, lakini kiuhalisia Yanga akishiriki kombe lolote ni mali yake. Mwalimu, Yanga nyinyi mbona mlitamba wakati ule mnachukua medali kombe la shirikisho barani Afrika? Tumechukua medali, tunatambia Simba Sports Club. Simba kachukua medali na mzihaki leo hii. Kwanza jambo la pili, nataka jambo moja ulio mdogo wangu. Kuna standard ambayo Yanga ameitengeneza Afrika na mpira wa Tanzania. Hiyo standard ili timu ijivunie lazima ivuke hiyo standard. Yanga anashiriki ya mashindano, top scorer anatoka Yanga Sports Club. Kwa msimu ule ambao anashiriki mashindano unazungumza wewe, hiyo finali hiyo tutachukua medali. Top scorer anatoka Yanga Sports Club. Yanga top scorer msimu huu ameona kabingwa. Yanga ndio amemtengeneza, ametoka Pyramid ambao ndio kopa kwenye klabu ya Yanga. Hilo la kwanza. La pili, Yanga ndio ilikuwa ni timu pekee ilishinda mechi nyingi mashindano ya CAF. Unanielewa? Ni timu pekee iliyoshinda mashindano mengi ya CAF. Mechi zile Yanga alishinda almost mechi 8. Alifuata National alishinda mechi 7. Kipindi kile tunajidai sisi Yanga imetoa golikipa bora wa kombe la shirikisho. Kipindi kile tunajidai sisi Yanga imetoa goli bora la Mudathir, yeye ingia kwenye goli bora. Sio kama unajua. Yanga najisifia kipindi kile Yanga ilitoa wachezaji 7 ndani ya kikosi cha kombe la shirikisho. Unaelewa? Hiyo ni standard ambayo imewekwa na Yanga. Klabu nyingine yoyote inatakiwa ifike hiyo standard au ivuke. Uongo kweli? Kuelewa. Wao wanasema wanajidai medali. Wametoa top scorer. Wametoa golikipa bora. Wametoa goli bora. Sikiliza, hiyo ni standard ambayo Yanga ameweka. Lakini jambo la pili, mashindano yalisifia wao. Wamekusanya nafasi ya 3 mpaka nafasi ya 5 katika ligi ya nchini kwao. Mashindano ya shiriki Yanga unatoka kule kabingwa ni bingwa. Si unanielewa? Yaani unazungumza Yanga una kundi moja kipindi kile yuko na Monastir. Monastir amemtoa bingwa mtetezi wa mwaka ule 21 ambaye kwa ni AS Berkane alitolewa na Monastir. Sio kama unaelewa kitu kuelewa. Kipindi kile na utana TP Mazembe ni bingwa wa nchini kwao. TP Mazembe alitolewa na timu ya Uganda. Sio unaelewa? Unakutana na Yanga kwenye ile kundi, Yanga ametolewa na Hilal ya Sudan. Timu zimesajili kwa ajili ya kabingwa. Wakaenda kwenye makombe ya shiriki. Niambie kuna timu gani imesajili kwa mashindano ya kabingwa msimu huu? Vikosi vyote vile vya shirikisho. Ndio maana shirikisho kipindi kile ilikuwa ina mvuto ni kubwa, ilitengeneza hamasa kuliko ile Yanga katika shirikisho finali. Aggregate ni 2-2. Ni kanuni mbovu za CAF ndio zikamnyima Yanga ubingwa. Kwa hiyo hayo mwalimu nataka kusema inamaanisha kitu gani? Inamaanisha nimwambie standard ambayo tumeiweka. Kwanza timu ambayo inashiriki na msimu huu timu nafasi ya 5 nafasi ya 10 vilaza na shiriki wanasema kuna timu. Msimu huu wamecheza mechi finali dakika 207. Shoot on target moja. Wanasema ni finali. Kwa finali. Bonanza la shirikisho bani Afrika. Ilikuwa ina haja kwa finali. Shehe nimerudia tena hivi, ilikuwa ni bonanza. Ili ujue kama alikuwa hana azi ya kushiriki finali. Finali, hebu tuambie. Simba Ngao Jamii ameshika shiriki. Ameshiriki. Ameshika nafasi ngapi? Ya 3. Amefungwa na Yanga kutana na Costa akamfunga Costa. United goli moja bila. Au shasau. Kwa maana yake timu ambayo imecheza finali ya shirikisho ilishindwa kucheza Ngao ya Jamii finali. Tafsiri ya haraka Ngao ya Jamii ilikuwa ni bora kuliko kombe la shirikisho barani Afrika. Mwalimu. Ndio kweli. Ndio kweli. Narudia tena. Yaani kwa mfano timu ambayo imecheza finali ya shirikisho ilishindwa kucheza finali ya Ngao ya Jamii. Tafsiri maana yake ilishindwa, maana yake ilikuwa sio bora ndio maana ilishindwa kucheza finali. Kwa Ngao ya Jamii ilikuwa ni bora kuliko finali ya shirikisho barani Afrika. Acha na iko. Relax. Simba msimu huu ameshiriki Sadili Federation. Ndolewa. Ameshiriki sio? Ameshia nusu finali. Ndio. Tafsiri ya haraka. Kwenye kombe la Sadili Federation
ni bora kuliko kombe la shirikisho barani Afrika kwa sababu huko ameshia nusu finali. Haikutana na Magiant kuliko kuwa una shirikisho. Tafsiri ya karaka CRDB Federation ni ngumu kuliko finali ya shirikisho. Kwamba Almasi sio Giant. Hawezi kuzungumza Almasi Giant. Hawezi kuzungumza SBK ukasema ni Giant. SBK hawezi ka Giant mbele Singida Black Star. Sikiliza ubora wa Singida Black Star, unasikia hujui. Singida Black Star baada ya kudhulumiwa hapa NBC. Ndio. Ausha wachezaji 6. Walivyoenda kutoa CRDB Federation 6. Wakaenda kosi kingine na Simba akatupa bao 3. Hapo amenyimwa penalty 3, wakaenda kule wachezaji 6. Yaani namba 3 amewekwa Gadel Michael ambaye anacheza ya mwisho msimu mzima. Wakati namba 3 ni Ibrahim Imo wa Singida Black Star. Sio kama unajua. Omolo, unamkumbuka? Ndio namba 3 hajacheza ile mechi, amecheza kule. Hajacheza. Namba 4 alicheza Kelly Juma na captain mechi ya kule Singida Black Star. Finali, nusu finali, uongo. Hapa alicheza Kabili namba 4. Ausha sawa watu. Namba 6 hapo alicheza Domalo, si ndio? Kule aliingia. Au umeshasahau watu? Namba 10 katikati alicheza Maarufu Chakere, si ndio? Hapa kule ya kucheza kule acheza Keke. Ndio atia goli 2. Umeshasahau? Kule winga hapa winga alianza Adebayo. Umeshasahau? Kule winga amecheza Edmond John. Unaelewa timu? Yaani wachezaji 6 wa kikosi cha wacheza hapa wameweka nje. Na Simba wanatoka bao 3. Wao wanasema kwamba wamecheza mechi back to back. Uje ubora, yani uje ubora. Yaani ubora Singida na hao tofauti. Yaani hapa 6 hapa kula umeenda wa kucheza. SBK kikosi cha kule na chapa ndio kile kile. Kwa ubora Singida na SBK kwa wanaonyesha ubora. Ukisema back to back sio kweli. Yanga 2021-22 alicheza mechi 9 back to back. Inaonekana kama mbili. Back to back ni ubora. Leo ndio wakapomba anaingia Duchu. Unaelewa sio? Hawana kikosi bora, sio back to back. Hata mkicheza back to back, referee angekuwa Minakiando angeshinda. Sasa referee kwa Alajiga. Yaani sio back to back, umeshinda muamuzi. Shida ni nani anayechezesha mechi? Konta kunaambia ile mechi. Yaani mechi ya Singida hapa Black Star, Singida hapa ya NBC. Referee angekuwa nani Alajiga. Sasa kwa tuwa chuma 3 na atapa. Sipena 3 amewanyima watoto wale. Lakini kule referee wa FIFA kaapa kwa ajili ya kulinda nchi, kaapa kwa ajili ya kulinda waamuzi. Tunamuita head boy wa waamuzi. Hiyo jina jipya hilo. Ndio. Head boy wa waamuzi Alajiga. Man of the people, anakaa watu wote waamuzi wote kina Isasi, kina Kefa Kayombo, wakina Shoma Lawi, kina Efe Kambi, wakina Jafet Smart. Mimi head boy niko mbele, niangalieni mimi nitakapochezesha ni nini. Na kama ile mechi ameangalia Isasi, inawezekana alilia kuliko mechi yoyote. Akiangalia mechi ile na achezesha yeye. Ni tofauti. Kwa head boy akaonesha. Ndio maana head boy ametisha mechi chache kuliko referee yoyote ndani ya msimu huu. Kile mmefly Simba Sports Club kutolewa na Singida Black Star. Hapana, mimi ni Mkristo safi. Nimehuzunika kwa sababu tarehe 8 walitukimbia Benjamin Mkapa. Si ndio? Tukaamini tumetangulia finali, waje finali. Ni kile wametukimbia tena katika finali ya CRDB Federation. Tunaumia wa Tanzania na tunaumia wana Yanga wengi sana. Tulikuwa tumejaza kisasi. Tumeweka kisasi. Ili kwenda kumlipia ilikuwa hapo ni njia nyepesi ya CRDB Federation. Wao wameona upenyo kukimbia. Tarehe 15 ipo. Sasa hiyo mimi siwezi nikafly kama binadamu. Ni sasa na wewe mke wako anakukimbia ndani ya nyumba yako, unajisikiaje? Yaani mimi mai wangu ananikimbia, nijisikie vizuri? Timu ambayo nimeifunga mara nyingi duniani kuliko timu yoyote, leo inanikimbia nisikie vizuri? Timu ambayo imenipa makombe mengi kuliko timu yoyote duniani, leo inanikimbia nisikie vizuri? Timu ambayo nimefunga magoli mengi duniani kuliko timu yoyote, najisikia vizuri? Ndio maana tukasema ndugu zetu, relax. Ndio maana tukasema ndugu zetu wametukimbia. Na mimi nawatofautisha makolo ni kama choo cha stendi. Kila mtu anaweza kujisaidia. Simba hii makolo ni kama choo cha stendi. Yeyote ambaye anajisikia anajiwekea. Singida amejiwekea. Si nani SBK amejiwekea. Nani amejiwekea? Hawana tofauti na choo cha stendi. Mwalimu. Sasa inasemekana kwamba vipi nyinyi mnasema kula mwakimbia? Pelekeni timu tarehe 15. Sasa sikia kitu kimoja. Tarehe 15 dabi kwa ni Machi tarehe 8. Ndio. Au tunawakosea? Kweli. Tuko sahihi. Tuko sahihi.
Ni bodi ya ligi ndio walitangaza au kuna watu walitangazia wenyewe kama mechi ni tarehe 8? Bodi ya ligi Walisema tarehe 8 na Watanzania wakakata tiketi mechi ya tarehe 8. Tunakosea? Tunakosea. Ni nani walisema hawatacheza mechi kati ya Yanga na Simba? Nani? Ni nani alisema hatacheza mechi kati ya Yanga na Simba? Sikiliza dogo zangu. Ndio. Weka hivi. Iko hivi. Yeah. Simba walitoa barua yao, bango lao saa 7 ya usiku. Ndio. Wakasema tutacheza mechi 185 mpaka wachukuliwe hatua. Watu watuzuia kufanya mazoezi. Nakosea? Kweli, lakini hawajasema kwamba wacheze. Sikia sasa. Umetaja mechi namba. Hapa kinachobishiwa ni mechi namba gani? Walitamka barua wao mechi 185 hatutacheza mpaka chukuliwa tu. Tunao-discuss ni mechi 185 sio mechi nyingine yoyote. Ndio maana kukuambia kama angekuwa kweli wako vizuri wangejikaza, wangeenda final CDB Federation. Unaelewa? Mechi 185 walitangazia umma hawatacheza. Sio sisi, ni wao. Na bodi ya ligi wakakubali hilo jambo. Unaelewa? Bodi ya ligi wakasema saa 4 mchana asubuhi. Tena nyeti TV zenu mlipoti. Saa 4 asubuhi mlipoti. Mkasema bodi ya ligi wamesema mechi bado iko pale pale. Au natoa mimi mdomoni? Hapana, ni hivyo. Ni bodi ya ligi. Lakini kumbuka jana usiku kuna watu walisema wachezi mechi 185. Tunaelewana hapa sijui? Sasa baada ya bodi ya ligi kusema, mashabiki wametoka sehemu mbalimbali, wakachukua viingilio vyao wakaingia Benjamin Mkapa. Ndio. Au mimi nakosea? Ni sahihi, upo sahihi. Baada kuingia uwanjani Benjamin Mkapa, bodi ya ligi inakuja na barua saa 8 tunailisha mechi. Tiketi watu wamepunch, wameingia uwanjani. Mashabiki wameingia uwanjani. Au mimi nakosea? Klabu ya Yanga ikaingia uwanjani kwa ajili ya hiyo mechi. Lakini kuna timu ilisema jana usiku wafanyaje haitacheza? Au mimi nakosea? Kwa aliogomea mechi ni nani kati ya Yanga na Simba hapo? Simba hawajasema kama wacheze. Swali mbona sio jepesi? So kama hawajasema kwenye barua yao inasemaje? Wewe ni mwandishi wa habari. Nukuu barua yao wamesema hatutacheza mechi 185 mpaka watu wachukuliwe hatua. Tunazungumza sasa 184. Sio? Mpaka watu wachukuliwe hatua. Au mimi nakosea? Wamesema wao. Baada ya hapo angalia uungwana wa klabu ya Yanga. Watu wakaingia uwanjani. Mashabiki wengine ambao wametoka mbali. Wakina mama ambao mama ntilie walitengeneza vyakula kwa ajili ya kualisha ambao mashabiki na wanachama na wapenzi ambao wanakuja kuangalia ile mechi. Vyakula vya kina mama vyote vilidoda. Unanielewa? Vyakula vilidoda. Lakini ikatokea kuna shabiki wa klabu ya Yanga alifariki juu ya hiyo mechi. Kwa kiungwana wakasema mechi hii wamekimbia. Sisi kama timu kubwa na kama Giant barani Afrika, kama timu teule, kama timu bora nchini Tanzania, tunaondoka tarehe 9 tunaenda Bunju kucheza mechi. Wakachukua mashabiki wa klabu ya Yanga, ikachukuliwa na gari kwa mafuta tukaenda mpaka Bunju. Au nyinyi mkoona waandishi? Tuliona. Amkona? Mimi nataka tumalize kwa hii. Kwanza amkona mliona? Tumeona. Tulienda kucheza mechi baada ya kutukimbia. Hawakufunga mageti. Ungwana gani Yanga afanye? Hiyo aonekane hana hatia. Jambo gani tufanye hii tuonekane sisi sio kama wao. Kama uwanjani walishindwa, tumeenda uwanjani kwao wamefunga geti. Mnacheza mchezo. Narudia tena. Hatuchezi ngo. Tarehe 13 na mambo mawili. Ya kwanza Infantino, rais wa FIFA. Ndio. Wametualika katika ufunguzi wa mashindano wa FIFA Club World Cup. Inafanyika Juni 15 Marekani. Ndio. Los Angeles Marekani. Ndio tena? Los Angeles Marekani au kuna miji inaitwa Missouri inafanyika 2. Unaelewa? Nakuelewa vizuri. Tunaenda katika hizo mechi. Hiyo la kwanza. La pili tumealikwa mwaliko kwenda Rwanda.
kwenda kucheza na Lion Sport, timu ya wazawa wa Rwanda. Wanafungua uwanja wa Mahoro Stadium, uwanja mashabiki 63,000. Sisi tumepewa kibali cha kwenda kufungua. Tena nikuulize, rais wa FIFA anakupa heshima hiyo? Rais wa serikali ya mapinduzi ya Nyarwanda Paul Kagame anakupa heshima hiyo? Mbili, wewe utaenda wapi? Utaenda Marekani au utaenda Rwanda? Chagua. Mtego misingi. Chagua. Tarehe 15 kuna Rwanda na Marekani, unaenda wapi? Benjamin Mkapa Sikiliza. Azi yetu sasa hivi ni kupanda mwewe. Ndege. Tumepewa ndege